Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anakabiliwa na maswali kuhusu tuhuma za ufisadi ndani ya serikali yake baada ya aliyekuwa waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov kusema kuwa rais huyo ana maswali ya kujibu kuhusu madai ya ufisadi miongoni mwa watu wake wa karibu. Fedorov alitoa kauli hiyo katika mahojiano na BBC siku chache baada ya kuondolewa katika nafasi yake ya waziri. Amesema uchunguzi kuhusu utakatishaji fedha uliotangazwa wiki iliyopita umeibua swali la iwapo Zelensky alikuwa akifahamu kuhusu vitendo vya ufisadi vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya maafisa waliokuwa karibu na uongozi wake. Hata hivyo, Fedorov hakutoa ushahidi wa moja kwa moja unaomtuhumu Zelensky kuhusika katika ufisadi huo. Badala yake, alisema uchunguzi huo unapaswa kutoa majibu kuhusu kiwango cha uelewa wa viongozi wa juu na namna tuhuma hizo zilivyoweza kuendelea ndani ya mfumo wa serikali. Fedorov alikuwa mmoja wa mawaziri mashuhuri katika serikali ya Zelensky na alijulikana kwa kusukuma mageuzi ya teknolojia katika jeshi la Ukraine. Alikuwa pia mmoja wa viongozi waliohimiza kwa nguvu matumizi ya ndege zisizo na rubani na teknolojia nyingine za kisasa katika vita dhidi ya Urusi. Kuondolewa kwake katika nafasi ya waziri wa ulinzi mwezi uliopita kulizua mvutano mkubwa nchini Ukraine. Hatua hiyo ilifuatia kutofautiana kwake na mkuu wa jeshi la Ukraine, huku wafuasi wake wakipinga uamuzi wa kumwondoa na maandamano yakizuka katika baadhi ya maeneo. Hata hivyo, maandamano hayo yalipoteza nguvu na kukomeshwa Jumatano baada ya kuthibitishwa kwa mabadiliko ya uongozi katika wizara ya ulinzi. Fedorov, ambaye bado ana ushawishi miongoni mwa baadhi ya wafuasi wake, baadaye alichukua hatua nyingine iliyozua mjadala mkubwa zaidi kwa kuitaka Ukraine kufanya uchaguzi. Katika ujumbe wake, Fedorov alisema demokrasia ya Ukraine haipaswi kuwa mateka wa Putin, akisema kuwa vita dhidi ya Urusi havipaswi kuwa sababu ya kusitisha kabisa mchakato wa kisiasa nchini humo. Wito huo wa uchaguzi umepingwa kwa kiasi kikubwa nchini Ukraine. Nchi hiyo imekuwa chini ya sheria za kijeshi tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake kamili mwezi Februari mwaka 2022, na chini ya mazingira hayo uchaguzi hauwezi kufanyika kama ilivyo kipindi cha kawaida cha amani. Wafuasi wa wazo la uchaguzi wanahoji kwamba vita visitumike kama sababu ya kuzuia kabisa wananchi kutumia haki yao ya kuchagua viongozi. Lakini wapinzani wa wazo hilo wanaonya kwamba kufanya uchaguzi wakati mapigano yanaendelea kunaweza kuwa vigumu kiusalama, na kwa vitendo mamilioni ya raia wa Ukraine wamehama makazi yao tangu kuanza kwa vita, huku wengine wakiwa nje ya nchi na wengine wakihudumu katika jeshi. Maeneo kadhaa ya nchi hiyo pia yameendelea kushambuliwa na Urusi, jambo ambalo linafanya maandalizi ya uchaguzi wa kitaifa kuwa changamoto kubwa. Fedorov ndiye mwanasiasa mkubwa wa kwanza kutoka ndani ya uongozi wa juu wa Ukraine kutoa wito wa wazi wa kufanyika kwa uchaguzi wakati vita bado inaendelea. Hatua hiyo imeongeza mjadala kuhusu mustakabali wa demokrasia ya Ukraine na muda ambao nchi hiyo inapaswa kusubiri kabla ya kurejea katika mfumo wa kawaida wa uchaguzi. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.